Yo, bana mambo vipi mtazamaji na mwanafamilia wa channel ya Bayo Media? Kama kawaida, share kwa wewe ambao unaendelea kutufuatilia Bayo Media kwa karibu zaidi kwa ajili ya kupata update mbalimbali. Leo tumekuja na skendo gani? Unaambiwa bwana Mange ametoboa siri, mke wa Mwijaku anataka kuachana na Mwijaku. Na hii ni baada ya skendo mbovu sana kutembea kunako mitandao ya kijamii inamhusisha Mwijaku kutembea na mabinti wadogo wa chuo. Weekend ilikuwa ya moto sana unaambiwa. Hii ni moja kati ya story ambayo kiukweli inatembea sana kwa sasa hivi kunako mitandao mingi ya kijamii. Ikiwa ni video ambayo inamuonyesha mwanachuo wa UDSM lakini pia chuo cha ardhi kutoka kule jijini Dar es Salaam wakimpiga mwenzao na kumkata nywele kwa madai ya kwamba alikuwa anatoka kimapenzi na Chawa Mwijaku, ambako pia miongoni mwa hao mabinti wawili ambao walikuwa wanampiga huyo binti mmoja kuna miongoni mwao ambaye anatembea pia na Mwijaku. So video hizi amezivujisha mwanadada Mange Kimambi kupitia kwenye akaunti yake ya Mange Kimambi app, ambapo alitumiwa na miongoni mwa wanachuo wale wadada ambao walikuwa wanampiga mwenzao. Lengo tu ni kumchafua na kumzalilisha, lakini pia kiukweli video hii imezua mijadala mingi sana kunako mitandao ya kijamii kwa baadhi ya mashabiki na wadau mbalimbali. Jambo limemfikia hadi Waziri Gwajima na kuonekana kama sio la kiungwana hivi, maana huyu dada ambaye alikuwa anampiga mwenzake kisa Mwijaku ambaye ni mume wa mtu, yeye mwenyewe mwizi wa mume wa mtu. Swala liko hivyo, alafu anampiga mwenzake ambaye wote wanaiba. Sasa kiukweli wamechukizwa sana mashabiki, lakini pia wadau, na kuomba mamlaka husika kuchukua hatua stahiki mara moja kwa huyu binti ama hawa mabinti wawili ambao walimpiga mwenzao lakini pia kumzalilisha. Lakini pia Mwijaku naye anatakiwa kuchukuliwa hatua kwa kuwachanganya wanawake wa chuo. Kwa nini atembee na wanachuo tena mabinti wadogo bado anasoma? So baada ya maneno kuwa mengi kunako mitandao ya kijamii, unaambiwa sasa mke wa Mwijaku amemind vibaya mno, na wote tunafahamu kwamba Mwijaku analelewa na mke wake. Hilo liko wazi, na hata lile ghorofa ambalo amejenga ni mke wake amejenga. Ana mchango mkubwa sana mke wake. So kwa hili kwa mara ya kwanza ikumbukwe kwamba kipindi fulani hivi Mange alishawahi pia kuvujisha connection ya Mwijaku na mwanadada mrembo hivi Menina, ambaye hii inaweza kuleta chukizo kwa mke wa Mwijaku, japo mpaka sasa mke wa Mwijaku hajaongea lolote mtandaoni. Na sasa unaambiwa muda huu Mange ametoboa siri kupitia akaunti yake ya Mange Kimambi hapo yanayoendelea kwa Mwijaku na mke wake, kwa kila ambacho kinaendelea kunako mitandao ya kijamii kwa wakati hivi. Sasa kupitia akaunti ya Mange Kimambi hapo ameweza kuandika hivi: kama kawaida Bayo Media kazi yetu ni kunukuu. Nami ninanukuu kama ifuatavyo. Ameandika hivi: mko wapi wadau wangu? Mke wa Mwijaku amemind huko. Unaambiwa jambo ambalo amenifurahisha sana. Nilimtafuta kabla ya kuvujisha hizi video, hakupokea simu. Sasa za ndani kabisa zinasema kuwa wanataka kugawana mali ambazo alitafuta na Mwijaku, maana amechoka matendo ambayo Mwijaku anafanya. Mwanzo alizani kuwa ni kazi ya uchawa ndio inamkutanisha na watu mbalimbali, lengo haswa ikiwa ni kuendelea kujipatia kipato. Kumbe bwana ndani yake kuna umalaya anafanya. So mke wa Mwijaku amekasirika vibaya mno. Anaendelea kukusanyia tu dada yenu wa taifa, niko hapa na kuja kuwapa umbea kamili. Kiukweli Mwijaku anatia aibu. Alimaliza kwa kuandika hivyo kwenye akaunti yake ya Mange Kimambi hapo. Nini maoni yako mtazamaji na mwanafamilia wa Bayo Media? Unaambiwa huko kimenuka kama ilivyo kawaida ya dada yetu wa taifa. Hapa tukimzungumzia mwanadada Mange Kimambi from Marekani. Amesema atakuja na data kamili, na sisi Bayo Media usibanduke kwenye channel yetu. Update mbalimbali zitakuwa zinakusogezea tena kwa wakati maalum na kujua nini ambacho kinaendelea. Kwa hili mke wa Mwijaku unaambiwa kimeshawaka huko. Tunasubiri kuona nini maamuzi yake. Tutakuja kuona na kujuzana na kuhabarishana kupitia channel yetu ya Bayo Media. Tufuatilie pia kunako mitandao ya kijamii mingine kama Facebook, Instagram pamoja na TikTok. Jina ni moja tu, Bayo Media. Utatupata uzuri kabisa na utaweza kupata taarifa zetu. Mwanafamilia, nini maoni yako
kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Unadhani nani wa kulaumiwa kati ya Mwijaku na hawa wadada ambao wamepigana? Je, mke wa Mwijaku kumind kuhusu hili? Una nini cha kuongea pia mfuatiliaji wetu? Drop comment ya kwako chini hapa, alafu tutakuwa tunapita nayo next video mubashara kabisa bila tatizo lolote. Mimi ni Official Rose D, mpaka wakati mwingine endelea kuitazama na kuifuatilia Biomedia kwa karibu zaidi.